A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zanguni, tukiwa katika mwendelezo wa kumzungumzia Ali ibn Musa Ridha salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhi, imamu wetu wa 8 miongoni mwa maimamu 12. Ndugu zanguni, tulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba maimamu hawa, viongozi hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ni kama hazina kwetu, ni kama baraka kwa ajili yetu, ni faida kwetu sisi, ni namna gani tunaweza tukafaidika nao. Hii ni kazi ambayo inabakia kwetu sisi, lakini maimamu hawa na viongozi hawa wana mengi mazuri katika matendo yao, katika kauli zao, namna gani waliishi na watu. Hivi ndio vitu vya msingi na ndio vitu ambavyo inatakikana sisi tujifunze kutoka kwa viongozi hawa. Lakini al-Imamu Ridha alayhi salam, katika vitu ambavyo tunapaswa tujifunze kutoka kwake, kwanza ni yale mambo ambayo alikuwa akipambika nayo, kwa sababu Ali ibn Musa Ridha au maimamu wote, miongoni mwa vitu ambavyo walivyokuwa wakisifika navyo ilikuwa ni masuala ya kiakhlaqi na elimu, kwamba walikuwa ni watu ambao akhlaqi zao zilikuwa ziko juu kuliko mtu yoyote, lakini elimu zao zilikuwa ziko juu kuliko mtu yoyote. Kama wanavyotuambia maulama wa historia, wanasema la budda wa an yakuna al-imamu al-ma'sum jami'an li jami'i al-ulumi wal ma'arif al-ilahiyya wa tabi'iyya, kwamba maimamu hawa ma'sumin ni jambo ambalo ni la lazima kwao, ni lazima wawe au awe imam maasum jami'an li jami'il ulumi wal ma'arif al ilahiyya wa tabi'iyya, kwamba tukija kwenye suala la elimu, imam maasum ni lazima yeye awe namba moja, kwamba isije ikatokea kwamba imam yupo lakini ni dhaifu kwenye fiqhi, imam yupo ni dhaifu kwenye tarehe, imam yupo ni dhaifu kwenye tafsiri. La, miongoni mwa sifa za imam maasum ni lazima asifike na suala zima la kielimu, li jami'il ulumi wal ma'arif al ilahiyya, elimu zote, elimu yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elimu ya kidini ni lazima imamu awe ni namba moja katika kuitambua, wa tabi'iyya, lakini vile vile na elimu ya kimazingira. Isifikie hatua kwamba imamu hajui geography, imamu hajui civics, imamu hajui sayansi. La, ni lazima imamu vitu hivi apambike navyo, ni lazima avifahamu. Wal fadail wal makarim al akhlaqiyya, lakini vile vile masala ya kiakhlaqi, masala ya kitabia, haya ni mambo ambayo imam ni lazima asifike nayo, ili yeye awe ni mfano kwa watu wengine, watu wa kawaida. Kama wanavyosema watu wa historia, liyakuna manaran yahtadi bihi, ili awe ni mfano, awe ni kiigizo kwa watu ili waweze kufanyeje? Kuongoka. Wa uswatun li jami'in nasi yaktadi bihi, lakini awe ni kiigizo kwa watu wengine waweze kuongoka naye. Liannahu hujjatullah fi ardhi, kwa sababu yeye imam maasum ndiyo dalili ya kuwepo Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo hujja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi yake, ala khalqihi, katika kwenye viumbe wake wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala budda an yakuna fi jami'i hadhihi alkhasa'is wasifati a'la min ghairihi, ni lazima imam maasum, imam miongoni mwa maimamu aliyotuachia Nabii Muhammad, miongoni mwa sifa zake ni lazima asifike na jamii hadhihi alkhasaisi, kwamba haya mambo yote ya kitabia, mambo ya elimu, mambo ya elimu ya kidini na elimu ya kimazingira, lazima imam maasum asifike na vitu hivi, na awe yuko juu ya mtu yoyote asiyekuwa yeye, litatimma bihi hujja, ili dalili iweze kutimia juu yake, ala ghairihi, kwa asiyekuwa mwingine. Kwa hiyo ndugu zanguni,
hawa ni maasumin, hawa ni maimamu, ni lazima wasifike ili waweze kuwa ni viigizo na tuweze kuwafata kwa ukweli wa kuwafata. Inshallah tutakuja kumalizia katika kipindi kingine ni mambo gani ambayo aliyokuwa pia akisifika nayo Ali ibn Musa Ridha. Walhamdulillahi rabbil alamin.